Mawakili, naomba muwe waangalifu sana kwenye matumizi ya fedha. Na kwa bahati nzuri bajeti ya mwaka huu kuna bilioni 1 ambayo mtaanzia kufanya kazi. Lakini jengine ambalo nataka kusema hapa, kazi yangu kama mkuu wa nchi ni kulea vyama vyote. Na walea nyinyi wa serikali, lakini pia na walea wakina Mwabukusi, mawakili binafsi. Wakina Mwabukusi walikuja kuniona na changamoto zao, nimeanza kusolve. Nimepeleka magari mawili waunge nguvu kwenye Mama Samia Legal Campaign, waende huko waunge nguvu. Na mambo mengine wameomba, nitayatekeleza pole pole. Kwa hiyo kwa upande wenu pia, askari wa kalamu oye! Ndugu viongozi, washiriki na wananchi wenzangu, tumemsikia mwanasheria mkuu wa serikali akieleza hatua mbalimbali zilizochukuliwa, ikiwemo kuimarisha mifumo ya upekuzi wa mikataba, urekebu wa tafsiri ya sheria, msaada wa kisheria, kliniki za kisheria na mafunzo na elimu ya sheria kwa wananchi. Napongeza sana kwa hatua hizi, hongereni sana. Hatua hizi kwa njia moja au nyingine zimesaidia kuimarisha utekelezaji wa shughuli za maendeleo na ustawi wa wananchi wetu. Vile vile natambua jitihada zenu za kuendeleza huduma za msaada wa kisheria, ikiwemo kazi ya kutafsiri sheria katika lugha ya Kiswahili. Nimeambiwa kazi karibu inakaribia kumalizika, na sasa wameniomba kuja kuzindua sheria hizi kwa lugha ya Kiswahili, nami nasema niko tayari kufanya hivi. Hatua hii mlioichukua ni muhimu na ya kupongezwa, kwani mwananchi anapoielewa sheria anaelewa haki zake, wajibu wake, mipaka ya uhuru wake na mipaka ya mamlaka ya serikali. Hii ndiyo maana halisi ya utawala wa sheria. Kwa kazi yenu isiishie tu kuzitafsiri, lakini pia muingie njiani kwenda kuzifundisha kwa watu. Watu wazielewe, wazifahamu na wajue mipaka ya serikali, mipaka yao na sheria za nchi yao zinasema nini. Kwa hiyo ni matumaini yangu kuwa hatua hizi zote mlizozichukua zitakuwa chachu ya kuongeza ubora, ufanisi, nidhamu na weledi katika kutoa huduma za kisheria ndani ya serikali na kwa wananchi kwa ujumla. Hatua hizi pamoja na nyingine mtakazopanga zinapaswa kuendana na malengo tuliojiwekea katika Dira ya Taifa ya Maendeleo ya 2050 ambayo tumeanza utekelezaji wake mwaka huu. Mwelekeo wa taifa hili kwa miaka 25 ijayo ni kuona mfumo wetu wa sheria na utoaji wa haki unashawishi watu kujielekeza na kuchangia kwenye uchumi imara, shindani, jumuishi, unaongozwa na maarifa na ubunifu. Hili litawezekana tukiwa na sheria bora, mikataba imara na taasisi zinazowajibika katika kutetea na kulinda maslahi na rasilimali za taifa. Na hapa ndipo ninapokubaliana na kauli mbiu yenu inayosema haki, wajibu na utawala wa sheria ni msingi wa utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo ya 2050. Na nimefurahi asubuhi leo kwa naangalia TBC kipindi cha asubuhi kile, nikamwona katibu wenu Rashid Mohamed kama akieleza haki na wajibu, haki ya chama na wajibu wa chama, lakini pia akieleza haki za wananchi na wajibu wa wananchi, na kwamba chama chenu kimesimama kuwaeleza wananchi haki na wajibu wao. Hilo limenifurahisha na naomba muendelee nalo. Na hivyo ni kusema kuwa mawakili na maafisa wa sheria wa serikali ni wadau muhimu katika utekelezaji wa dira hii ya 2050.
Tunapozungumzia uchumi wa kidigitali, ulinzi wa data, sheria za kulinda rasilimali zetu, madini, nishati, bandari yetu, ardhi yetu, name it, sheria za kulinda mazingira yetu ya nchi, biashara za kikanda na ubia kati ya serikali na sekta binafsi, vyote hivi vinahitaji uimara wa kisheria na sera zinazotabirika ili viweze kuleta matokeo tunayoyakusudia. Kadri tunavyoifungua nchi yetu kiuchumi kwa kuvutia uwekezaji, kuhimiza matumizi ya ubunifu na teknolojia za kisasa, na kwa kuimarisha zaidi ushirikiano wa kikanda na kimataifa, ndivyo wajibu wenu mawakili unavyoongezeka. Sasa sio tu wajibu, lakini na upeo wa ufahamu wa kazi yenu uongezeke hivyo hivyo, uendane na haya tunayoyafungua. Shughuli zote hizo za kiuchumi, biashara na uwekezaji zinahitaji mikataba yenye maslahi kwa pande zote. Serikali ipate na wawekezaji na wafanyabiashara nao wapate, au wanaita win-win situation. Huu ni msemo wa Kichina. Alipoanza kukata misaada akasema sasa hivi jamani ni win-win situation. Mpate nikupeni, lakini na mie nipate huko kwenu. Kwa upande mwingine mabadiliko ya sera za kiuchumi, matamko na mwelekeo wa kisiasa duniani unaziweka nchi zetu zinazoendelea katika hali ngumu ya ushindani na pengine kupigwa vita. Lishamsikia mtu mmoja mkubwa tu wa nchi moja anasema sisi yoyote anayeendelea kimaendeleo kwa kasi, huyo ni adui yetu. Kwa hiyo jinsi nchi zetu hizi zinazoendelea tunavyokwenda mbele, wengine wanaangalia njia na mbinu za kutuvuta nyuma ili tusiende kwa kasi ile ambayo tunakusudia. Tunashuhudia mataifa yakihujumiana. Tunashuhudia vijana kulaghaiwa na kumezeshwa sumu dhidi ya mataifa yao na kushawishiwa kuhujumu chumi zao zilizojengwa kwa nguvu kubwa. Vile vile kuna wimbi la kuwaaminisha vijana kwamba serikali zao hasa za Afrika hazifuati au zinakiuka haki za binadamu. Sasa hapa nataka tukumbushe tu ulimwengu, lakini na watu wetu wajue kwamba kwa upande wa Tanzania sisi ni wafuasi wazuri sana wa haki za binadamu. Mtakumbuka kwamba sisi Tanzania tuliweka kwa mara ya kwanza kwenye katiba yetu ule mtiririko wa haki za binadamu tulipobadilisha sheria mwaka gani? 1984 tuliweka mtiririko wa haki za binadamu na tukatanua wigo wa haki hizo. Lakini pamoja na hayo tumetunga sheria nyingine nyingi ambazo zimekwenda kulinda na kuweka nguvu ya utekelezaji haki hizo za mwanadamu. Kubwa zaidi, tumetoa nafasi kubwa kwa wananchi wetu pale wanapohisi haki zao za binadamu zinavunjwa, watumie mahakama kwenda kudai au kutetea haki yao. Kwa hiyo kwa upande wetu sisi Tanzania kwa muda mrefu tunaangalia haya haki za binadamu. Lakini pamoja na hayo, kwa sababu tumo ndani ya Afrika, tumesaini na kuratify lile tamko la haki za binadamu la Afrika, lakini pia tumesaini Court of Africa ile tamko lake au protocol yake tumeisaini, na leo kwa bahati nzuri Tanzania ndio tuna host au ni wenyeji wa hiyo Court of Africa ya haki za binadamu na haki za watu. Sasa tofauti ya binadamu na watu majaji watatuambia, lakini ni haki za binadamu na haki za watu. Tunayo hapa Arusha. Kwa hiyo kwa upande wetu sisi kwa muda mrefu tunazo hizo haki za binadamu. Sasa haya yanayosemwa na mengine atakayoendelea kusemwa, sisi we know how best we are. Lakini hata ulimwengu unajua sisi tuko wazuri gani au kiasi gani katika kuangalia haki za binadamu. Ila wanasema give the dog the bad name ili ufanyaje
umuue. Ukitaka kumuua mbwa, mpe jina baya, basi jamii yote itamzongea ifanyeje, imuue. Kwa hiyo, lakini vinginevyo sisi Tanzania tuko vizuri kwenye haki za binadamu, na uzuri ni kwamba hakuna aliye juu ya sheria zetu zilizowekwa, hizo haki za binadamu zilizowekwa kwa sheria na sheria nyingine zozote. Hakuna aliye juu ya sheria zetu. Anayevunja sheria atashughulikiwa. Kwa hiyo, kwa Tanzania sisi tuko vizuri. Waendelee kusema hakuna haki, tunavunja haki, lakini hakuna aliye juu ya sheria. Kila anayevunja sheria anashughulikiwa.